Katika dunia ya leo inayokumbwa na mabadiliko ya tabia nchi na ongezeko la mahitaji ya chakula, mbegu bora ni silaha muhimu ya maendeleo ya kilimo. Hapa ndipo mradi wa Agriculture and Fisheries Development Program AFDP unapokuja na mradi huu wa miaka 5 unaotekelezwa na Wizara ya Kilimo kupitia Taasisi ya Utafiti wa Kilimo TARI kwa ufadhili wa Mfuko wa Kimataifa wa Maendeleo ya Kilimo IFAD. AFDP unawalenga wakulima wadogo wa ukanda wa kati wa Tanzania kwa lengo la kuongeza uzalishaji wa mbegu bora, kuimarisha tija mashambani, kukuza kipato cha wakulima na kulijengea taifa uwezo wa kujitegemea kwa chakula na mbegu. Mradi huu tunavyosema kwa sababu unaangaliwa zaidi kwanza kwa TARI, unaangaliwa kwenye vituo viwili vya TARI. Kuna kituo cha TARI Ironga ambacho kiko hadi kwenye Central Corridor yenyewe ndio Ironga ipo, lakini kuna na kituo kingine kiko Arusha kule Seriani. Sasa mradi umefanya nini kwa TARI, hasa kituo cha TARI Ironga? Imesaidia kufanya tafiti ambazo tunalenga zaidi katika mahususi katika jamii au wakulima na maeneo husika ambayo yanashambuliwa zaidi na mabadiliko ya tabia nchi, changamoto za mabadiliko ya tabia nchi. Lakini vile ni kama nilivyosema, ni mradi hivi ambao unaangalia hata mfumo wa mbegu katika eneo hilo. Bado ni mfumo, kwa sababu hilo eneo la Central Corridor kwa upande mahindi litaka msisitizo wa mbegu ambazo zinaendana na mfumo wa mbegu ambao ni mahususi kwa maeneo hayo kwa uzalishaji, lakini kwa wakulima wenyewe na jamii yenyewe. Taasisi ya Utafiti wa Kilimo TARI kituo cha Ironga kupitia AFDP imeboresha miundombinu ya umwagiliaji, mashine za kuchakata mbegu. Hii imeongeza uwezo wa kuzalisha mbegu bora kwa mazingira ya ukanda wa kati. Lakini vile kuna tumeletewa baadhi ya vitendea kazi ambayo na kila kitu ambacho tunatakiwa kwa usasa wake tunayo, yenye nguvu kweli kweli tunayo. Lakini tumejengewa muundombinu wa umwagiliaji wenye kumwagilia hekta zaidi ya 15. Mbegu haitakiwi kusimama, uzalishaji wa mbegu unatakiwa uendelee. Wenyewe utakiwa kuangalia kwamba ni kipindi cha mvua ndio ufanye tu, kipindi cha ambacho ni kizuri zaidi wakati huo cha nje ya msimu tulikuwa tukilala wakati mwingi. Lakini sasa hivi tushawekewa muundombinu. Kwa hiyo muundombinu kwa umwagiliaji, kwa tutakuwa tunabandika bandua. Kwa hiyo ni moja wapo. Lakini vile na watafiti wamekuwa na mafunzo ya mara kwa mara ya kuhusu kuhudumia maeneo yale ambayo yanalengwa na mahitaji mahususi kwenye Central Corridor. Kwa mafunzo yamefanyika kwa sababu mabadiliko ya tabia nchi ni kama sehemu tunaongelea sasa hizi Central Corridor hapa, lakini kuna sio kwamba itabaki vile vile kwa sababu ardhi ni, lakini mabadiliko ya nchi yanabadilika. Unaweza kukuta sipokuwa makini kutakuwa na yani inaweza yani eneo la ushamba likawa linatanuka zaidi. Lakini mazao ambayo tunaangalia pamoja na mahindi ni mazao, kuna mengine ya jamii ya mikunde yapo, kuna mazao ya alizeti, lakini vile kuna teknolojia zinazohimili au teknolojia himilivu za mabadiliko ya tabia nchi. Na unakuta hadi kwa mtazamo wake, kwa upana wake, kila kitu kimezingatiwa na kinafanywa kazi. Kwa hiyo tunachokiomba labda ni wale wanaopokea kule wakulima labda wawe tayari kupokea taarifa. Kwa mazao jamii ya mikunde ikiwemo mbaazi na choroko, mbegu bora zenye uwezo wa kustahimili ukame na kutoa mavuno mengi zimezalishwa. Wakulima sasa wanalima kwa uhakika, si kwa kubahatisha, huku wakipata mafunzo ya kitaalamu kutoka TARI. Kupitia mradi huu wa IFAD ni kwamba kabla haujaanza upatikanaji wa mbegu ulikuwa uko chini sana, na tulikuwa takribani tunazalisha kama kilo 500 mpaka tani 1, nusu tani mpaka tani 1. Lakini baada ya ujio wa mradi huu uzalishaji wa mbegu umeongezeka. Sasa hivi tunazalisha mbegu takribani tani 5 mpaka tani 8 za mbegu zote, na hizi mbegu sasa zinapatikana kwa wakulima na zimeshaanza kusambaa. Na ikumbukwe mwaka jana tumefanya majaribio mashamba darasa kwa wakulima
mikoa ya Lindi ambako sasa wakulima wamekuwa na uelewa wa kutosha na mafunzo ya kutosha kupitia mbegu hizi, na mafunzo mengine wakulima wamenufaika baada ya kuwa tumetengeneza vijipaketi vidogo vidogo vya gramu 20, tumegawa kwenye mikoa ya Manyara, mikoa ya Geita. Kwa hiyo wamenufaika sana wakulima na upatikanaji wa mbegu hizi, na kipato chao kimeongezeka, tija yao imeongezeka, na usalama wa chakula umeongezeka kupitia hizi mbegu. TARI pia huzalisha mbegu mama na mbegu za awali ambazo husambazwa kwa ASA na wazalishaji binafsi. Huu ni mfumo madhubuti unaohakikisha mbegu bora zinamfikia mkulima. Lakini hatukuishia hapo. Kwenye ushoroba wa kati wa nchi yetu ya Tanzania, ambao kwenye mradi huu wa IFAD au mradi wa AFDP unaanzia mikoa ya Lindi, mikoa ya Pwani, Dar es Salaam, mikoa ya Morogoro, mikoa ya kanda ya kati tunamaanisha Dodoma, Singida, mikoa ya Tabora, mikoa ya Mwanza. Hii mikoa ina uwezo mkubwa sana wa kulima mazao jamii ya mikunde, na tumewatengenezea mbazi zinaitwa muda wa kati. Mbazi ya muda wa kati ambayo inastawi sana kwenye ushoroba wa kati ambao nimeutaja ni mbazi inaitwa Ilonga 14 M1, Ilonga 14 M2 pamoja na mbazi inaitwa Tumia. Hii mbazi inakomaa kwa muda wa siku 180 mpaka muda wa siku 186. Ina uwezo wa kutoa matawi mengi, takriban matawi 20 kwenye mche mmoja, na ina uwezo wa kuweka mbegu au watoto tunasema podi 260 mpaka 300 kwenye mmea mmoja. Kwa maana hiyo kwenye hekta moja tuna uwezo wa kupata tani 2.5 mpaka tani 3 kwa hizi mbegu za muda wa kati. Mbegu bora huhitaji udongo bora. AFDP imetoa elimu ya udhibiti udongo na matumizi sahihi ya virutubisho. Wakulima sasa wanalima kisayansi, wakitumia teknolojia rahisi zenye matokeo makubwa. Lakini pamoja na kilimo mseto, tunawaelekeza wakulima kuhusu mbinu mbalimbali za uandaaji wa shamba. Kuna kitu kinaitwa kwa lugha ya wenzetu ni minimum tillage, kwa maana ya kwamba unapunguza usumbufu wa udongo, unapanda mazao pasipo na kutifua sana udongo, kwa sababu unapotifua sana unaruhusu pia muda mwingine upotevu wa unyevu, lakini kuharibu kidogo na kuongeza mmomonyoko wa udongo. Kwa hiyo pamoja na teknolojia ya kwanza niliyokuelekeza ya kilimo mseto, tuna teknolojia nyingine ambayo ni ya kilimo ambacho kinapunguza usumbufu au kutifua udongo. Huu mradi umetusaidia sana kufikisha teknolojia kwa wakulima na wakulima kuzipokea, kwa sababu kuona ni kuamini. Teknolojia zote hazijazungumzwa wala hazijaonyeshwa kwenye makaratasi, bali zimeonekana. Kwa hiyo imekuwa ni rahisi kwa wakulima kuzichukua na kuenda kuzitekeleza kwao, kwa sababu wameona tija iliyotokana na hizi teknolojia ambazo tumewaonyesha. Kwa upande wa zao la alizeti, TARI imezalisha mbegu bora zenye mavuno mengi na mafuta yenye ubora zaidi. Lengo ni kufikia tani 16 kwa miaka 5 ya mradi huu. Hatua hii ni kubwa katika kujenga uchumi wa kilimo kwa wakulima. Mradi huu ni wa miaka 5 na toka tulipopokea mradi huu tumeshafanya uzalishaji wa mbegu usiopungua kiasi cha tani 4 mwaka wa pili, na kwenye utafiti wa ugunduzi wa mbegu tuna majaribio mbalimbali, ambayo majaribio hayo malengo yake makuu katika kipindi cha mwisho wa mradi huu ni kwamba tupate mbegu ambazo zinaweza zikaendana na mazingira ya wakulima na pia zikaendana na mabadiliko ya tabia nchi. Kwa hiyo majaribio hayo tunayafanya kwenye mikoa ya Singida, Dodoma, Manyara na Morogoro pia. Kwa majaribio yako kwenye sehemu hizo ambako tunaangalia ufanisi wa hizo mbegu mpya ambazo tunatarajia kwamba mwisho wa mradi huu tuweze kuzifanyaje, kuzitoa, zisajiliwe na ziweze kutumika na wakulima kama mbadala pia wa mbegu zingine ambazo tunazo kama rekodi. Tunasema kwamba ni mradi ambao unatija kwa wakulima, hasa hususani wakulima wa alizeti, ni kwa sababu kwanza ni mradi ambao wenyewe umekuja kuongeza upatikanaji wa mbegu bora za kilimo kwa wakulima. Tumeona tuna maeneo mengi ambayo serikali imewekeza hela kwa ajili ya uzalishaji wa mbegu, na tunafanya
tunafanya mazoezi ya uzalishaji wa mbegu kila mwaka kupitia pesa mbalimbali za serikali, lakini hifadhi yenyewe ilipofika ni kwamba imeenda kuongeza, kwa sababu hifadhi inatakiwa mpaka mwaka utakapokuja kukamilika, mpaka miaka 5 itakapokuja kukamilika, huo umeshasambaza zaidi ya tani 16 za alizeti, za mbegu za alizeti kwa wakulima. Katika kuhitimisha, ni muhimu kutambua jitihada thabiti za serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Wizara ya Kilimo kwa kuweka msukumo mpya katika sekta ya mbegu na utafiti wa kisayansi kupitia Taasisi ya Utafiti wa Kilimo TARI. Kupitia juhudi hizi, mfumo wa uzalishaji wa mbegu bora umeimarika na kuwafikia wakulima kwa ubora na kwa nyakati sahihi. Awali tulikuwa tunalima mbegu za kienyeji tu, mbegu ambazo ukizilima zinaenda hewani, yani tunalima bila kufuata mpangilio wa vipimo. Mwisho wa siku unavuna tu, kwa mfano unaweza ukalima eka 5 ukavuna gunia 2, 1, lakini bado hujapata. Lakini tulipokuja kufundishwa kilimo cha kisasa cha kupanda kwa mfumo wa kamba, sasa hivi mafanikio yanaonekana. Kwenye ekari 1 unaweza kupata gunia 5. Mara ya kwanza kabisa tulikuwa tunalima hapa kiolela tu, mambegu yale ya kizamani, mbegu nakuta kubwa inapanda inaenda hewani, kunaanza kuvuna mwezi wa 9. Tulikuwa mtu unalima karibia eka 5, lakini una uwezo wa kuvuna gunia 3, 4, unaona. Yaani wastani wa kila eka labda gunia 1. Lakini kwa sasa hivi toka tuanze mbegu hizi za TARI, unakuta kwenye gunia 5, kwa mfano kama mwaka jana nilichukua karibu gunia 24. Unaona, kwenda katika hizo eka 5. Kwa hiyo ni manufaiko makubwa. Alafu vile vile sasa kutokana na hizi mbegu za TARI jinsi zinavyozalisha kwa wingi, ina maana sasa hata wakulima kipato kimeongezeka. Kwa hiyo sasa Mama Samia aendelee kutuboreshea soko, unaona, lio la uhakika zaidi, ili na sisi tuweze kunufaika. Mimi ni mkulima wa zao la choroko kutoka kijiji cha Makuyu. Wataalamu wetu baada ya kutufikia tumepata elimu kubwa tofauti na wakati wa nyuma. Wakati wa nyuma tulikuwa tunalima bila kufuata utaratibu. Hatufati upana wa mstari na mstari. Sisi tunapanda tu, tunapiga mashimo bila kufuata mstari. Tunapata shida hata kwenye kupalilia, lakini baada ya kupata elimu hii tumejua mstari kwa mstari ni 50, lakini shimo kwa shimo ni 20 pia. Kwa hiyo kwa elimu hiyo waliotupatia, tunaendelea kuwa wakulima bora kabisa wa zao la choroko, na tutaendelea kuhamasisha wakulima wengine na wanakijiji wengine ili walipende zao hili na kutamani kulifanya kwa sababu linatija. Kwanza choroko lina faida nyingi. Licha katika afya ya binadamu, pili hata katika matumizi mengine. Kimenihamasisha kwamba kuna masoko mengi, viwanda mbalimbali vimefunguliwa. Ndio maana nimehamasika kulima, naamini kwamba hata bei ya choroko inakuwa kubwa. Kwa maana tulikuwa tunapanda tu bila kutumia kanuni. Kwa hiyo leo nimeelewa jinsi ya kupanda. Kwa mfano mstari hadi mstari ni sentimita 50, shimo hadi shimo ni sentimita 20. Kwa hiyo nimetambua jinsi ya upandaji mzuri wa zao hili. Mradi wa Agriculture and Fisheries Development Program AFDP chini ya ufadhili wa mfuko wa kimataifa wa maendeleo ya kilimo IFAD umeendelea kuwa kichocheo kikubwa cha mageuzi haya. Kupitia ushirikiano huu, taifa linajijenga upya kwa misingi ya sayansi na teknolojia na ubunifu unaowagusa wakulima mmoja mmoja. Kwa pamoja, tunalima kwa maarifa, tunavuna kwa tija, tunajenga taifa lenye uhakika wa chakula, kipato na maendeleo endelevu.